Hii ni K-News habari. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeitisha kikao cha dharura cha viongozi wakuu wa chama hicho kinachokuwa na lengo la kutathmini hali ya kisiasa ya chama hicho kikuu cha upinzani nchini Tanzania na kile kinachoita kama ukandamizaji na njama za kudhoofisha chama hicho. Chadema kupitia kwa mkurugenzi wake wa mawasiliano na uenezi Brenda Rupia, katika taarifa yake aliyoitoa kwenye Jambo TV, ametoa wito kwa wanachama na wafuasi wa chama hicho pamoja na Watanzania wote wanaoamini katika haki kuwa tayari muda wote kupokea maelekezo kutoka kwa uongozi wa Chadema, wakisisitiza kutorudi nyuma katika kudai Tanzania yenye mfumo wa haki, uhuru na utawala wa sheria. Hatua ya Chadema kutoa tamko hili linafuatana na maamuzi ya mahakama ya Tanzania Juni 10, 2025 kutoa amri ya kusitisha kwa huduma ya siku 14 shughuli za kisiasa za Chadema kutokana na kesi inayokuwa inawasilishwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Chadema hicho Tanzania bara na kule visiwani kwa takribani miaka 15, Bwana Said Mohamed pamoja na wenzake wawili waliokuwa wajumbe wa bodi ya wadhamini, wakilalamikia upendeleo, kukosekana kwa usawa wa matumizi ya rasilimali ya chama hicho kwa upande zote mbili za muungano. Jaji ametoa hukumu hiyo bila chama kuwa na mawakili wake baada ya mawakili wetu Jebla Kambole kujitoa kutokana na kuhisi kutotendewa haki. Jebla aliomba kesi kusitishwa hadi chama kitapopata wakili mwingine, lakini jaji alikataa na kuendelea kusisitiza kuwa kesi kwa upande mmoja tu na kutoa uamuzi wake. Kwa mtazamo wetu, uamuzi huu unachochea zaidi na shinikizo la kisiasa badala ya msingi wa kisheria au haki, huku ikiumiza na kuzingatia hali ya kisalama ilivyo nchini mwetu. Imenukuliwa taarifa ya Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema. Ni dhahiri kuwa kuna njama za makusudi za kuingilia na kuchafua na kuvuruga uongozi halali wa Chadema kwa lengo la kuua operation yetu ya no reform no election, harakati za kidemokrasia zinazodai mazingira huru na haki ya uchaguzi. Pia tumekuwa mashuhuda wa kilele cha siasa za vurugu na hujuma dhidi ya mikutano yetu ya hadhara kwa maelekezo ya wazi kutoka kwa baadhi ya viongozi wa CCM. Polisi wamekuwa wakilazimisha kubadili viwanja vya mikutano, wakurugenzi wa halmashauri wakitunyima kutumia viwanja vinavyoomba hata baada ya kupokea malipo kutoka kwetu kwa madai yasiyo halali na kuendesha mashughuli ambazo hazikuwa kwenye mipango yao. Zaidi ya hayo, makundi ya vijana wasio na ajira wamekuwa wakitumika kuleta vurugu, kuwatisha wananchi na kujaribu kuzima ujumbe wa matumaini na mabadiliko unaoeneza nchi nzima, imesema taarifa hiyo ambayo ilikuwa imeandikwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, hususan kwenye haya ambayo yamekuwa yakiendelea nchini kwetu. Jua lichomozapo hutoa mwanga wenye nuru na upendo. Hapa ndipo kiwanda cha uchambuzi wa matukio yote makubwa, yani siasa, uchumi na mengineyo. Huu ni Mwangaza. Unahitaji kudhamini kipindi hiki cha Mwangaza? Karibu.